Waendesha pikipiki za abiria maarufu bodaboda wameshauriwa kujiepusha na vikundi mbalimbali vya uchochezi na washiriki kuwafichua wahamasishaji wa vitendo vya uhalifu. Na katibu mtendaji wa Baraza la Michezo nchini BMT Neema Msita awaita Watanzania kuiunga mkono Taifa Stars na kuelekea kushiriki mashindano ya AFCON mwaka huu nchini Morocco. Na mtazamaji wa Channel 10, habari ya asubuhi. Karibu sana katika asubuhi njema ya Channel 10. Leo ni Jumatano ya Disemba 10 mwaka 2025. Mimi naitwa Emily Lazarus na tunafahamu taratibu ya hapa. Tunaanza kwanza na taarifa ya habari. Karibu. Mkuu wa mkoa wa Pwani Alhaji Abubakar Kunenge amewataka madereva bodaboda kuepuka kujihusisha na vikundi vya uchochezi na badala yake kutoa taarifa za kihalifu ili kudumisha amani nchini. Kunenge ametoa rai hiyo wakati akizindua mafunzo ya usalama barabarani pamoja na kugawa vya kisimwanga 300 kwa maafisa usafirishaji wa manispaa ya Kibaha. Nyinyi ni kundi ambalo ni muhimu sana kwa ustawi wa nchi na ustawi wa mkoa wetu na mafanikio ya jamii. Katika changamoto zilizotokea, baadhi waliokuwa wanaziongoza walikuwa wanatumia pikipiki. Tukasema hawa si wa Tanzania, ni watu wanaokuja kutaka kuchafua wa Tanzania. Mkuu wa usalama barabarani mkoani Pwani Edson Mwakihaba pamoja na mambo mengine amesema mafunzo hayo ni muhimu kwa maafisa usafirishaji na yanalenga kupunguza ajali za barabarani na kuwa mafunzo hayo ni endelevu. Tumetoa kwamba ajaribu kutojihusisha katika uvunjaji wa sheria, amana kwamba kutojihusisha katika uhalifu au mambo yote ambayo ni sawisha uhalifu wa mali na mambo mbalimbali ya kiusalama. Tanzania ni nchi ya amani, utulivu na hali ya ulinzi kwa jumla ni shwari. Hivyo tuko na hisi kwamba wanapokuwa katika shughuli zao hizo wasijaribu kujihusisha katika mambo ambayo ni ya uhalifu. Wakizungumza mara baada ya kupatiwa mafunzo hayo, maafisa usafirishaji hao wameahidi kulinda amani ya nchi kwa nguvu zote. Tutajitahidi, hatutaweza kutumika kwa sababu sisi ni Watanzania na ni wazalendo na tunalipenda taifa letu. Kwa hiyo tutajitahidi kutoa taarifa kwa viongozi pamoja na jeshi la polisi kama tutaona sura ngeni yoyote au kuna tofauti yoyote ambao tunaona wanaweza kuvunja amani ya taifa letu. Tunamshukuru Mungu mpaka sasa hivi kwa upande wetu sisi wa Kibaha mkoa wa Pwani amani ipo ya kutosha na imetawala. Sisi tunaendelea kufanya kazi zetu kwa amani na upendo na amani itazidi kutawala mwanzo mpaka mwisho. Margaret Malisa, Channel 10. Mkuu wa mkoa wa Songwe Jabir Omar Makame amewataka wakazi wa mkoa huo hususan vijana kuwa vinara kulitetea taifa lao na kuepuka na uchochezi, vurugu ama vitendo vyovyote vinavyoashiria uvunjifu wa amani, na badala yake wanapaswa kuwa wazalendo kwa nchi kwa kuhakikisha wanailinda amani iliyopo. Mkoa wa Songwe umeandaa kongamano la amani na maendeleo ambalo limeshirikisha wadau mbalimbali wa amani wakiwemo viongozi wa mila, vijana, viongozi wa dini, watumishi wa serikali na wafanyabiashara. Kongamano ambalo limelenga kutambua na kulinda thamani ya amani iliyopo katika mkoa wa Songwe na nchini, huku mkuu wa mkoa akiwataka watumishi kuwafikia wananchi walipo na kusikiliza kero zao. Tuendelee kuilinda nchi yetu, tulinde mkoa wetu, tutangulize uzalendo kwanza. Hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Tumekubaliana kwenye mkoa wetu, twendeni tukachape kazi ya kuwatumikia hawa wananchi wenzetu, kuondoa kero zao. Lakini kila mmoja lazima atenge muda wa kusikiliza wananchi na kutoka kwenda chini kule kwenda kuwasikiliza wananchi. Tufanye kazi ya kuweza kuwaletea maendeleo wananchi. Tafsiri yake tufanye kazi kwa kuzingatia misingi ya utu, kwa kuzingatia misingi ya haki, kwa kuzingatia busara, kwa kuzingatia hekima na bila kunyanyasa wananchi yoyote yule. Baadhi ya wadau wakiwemo wafanyabiashara wadogo maarufu machinga wanasema hawatakubali kutumika na mtu yoyote kuvuruga amani iliyopo. Kundi letu sisi vijana ndio tuko wengi kwenye bajaji na ndio watu ambao tunasumbua sana. Mimi na viongozi wenzangu tumejipanga kwa sasa. Hili swala hatutakubali mtu yoyote atutumie vibaya. Kama kweli mtu anashawishika eti kwa kupewa kipato chochote cha hela akavunja amani, afu mtu anayemtuma hayupo, kwa kweli kijana wa aina hii akili yake inaishangaa, ni akili ya aina gani?
Anayekutuma na kuhamasisha umuone, wala yeye hayupo hapa na wala hathiriki na chochote. Wewe ndio unaanza kuharibu miundombinu yetu na kuharibia sisi na wenzako. Tunashindwa kulea familia zetu, tunashindwa kufanya kazi zetu. Mkuu wa mila katika mkoa wa Songwe amewataka wananchi kuheshimu uongozi uliopo madarakani. Ombea sana nchi yetu, ili jambo lisirudie tena. Tumheshimu mama, hakuna mtu ambaye hana mama wala baba. Tusimdharau mama kwa vile wa kike au mzoea mfumo dume. Sasa Mungu amemleta mama ndiye atakayeenda kutulea. Kutoka mkoani Songwe, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Fedha itaendelea kusimamia mfuko wa maendeleo ya jamii Zanzibar katika uwekezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo ambayo itasaidia wananchi na kutoa haiba njema na ya kuvutia kwa wageni wanaoingia nchini. Ya Morogoro kusimamia kikamilifu miradi mbalimbali ya maendeleo ili kuleta tija katika kwa wananchi. Maagizo hayo yametoka katika hafla ya kuapishwa kwa madiwani wa halmashauri hiyo na kusisitiza kuwa miradi ndiyo sura ya taifa, hivyo ni muhimu kusimamia miradi hiyo kwa ufanisi mkubwa. Morogoro vijijini bado hamna historia nzuri ya kukamilisha miradi tena kwa wakati na thamani iliyokusudiwa. Na miradi ukweli ndio sura ya madiwani, ndio sura ya halmashauri, ndio sura ya nchi, ndio sura ya mkoa. Ikiwa miradi ile mnayofikiria nyinyi wenyewe, miradi ambayo inayoletwa na serikali, yote sisi kwa ujumla wake tunasema ni miradi na inatakiwa imalize kwa nini? Kwa wakati na kwa thamani inayotakiwa. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Morogoro Kibena Kingo, baada ya kuchaguliwa kwa 100%, amesisitiza kutenda haki kila mtu afaidi kwa kinachopatikana pamoja na kusimamia ukusanyaji wa mapato. Kwa hiyo mimi niwaahidi ndugu zangu, tutakapokwenda kuhakikisha kwamba tunagawana ile keki ndogo ambayo tutakuwa tumeitafuta, nitazingatia sana na nitawashauri ninyi wenzangu tukubaliane, tusaidiane kulingana na uwiano wa jiografia ya kata zetu. Lakini ndugu zangu, haya yote ninayoyazungumza hapa au yale tutakayoyapanga, kama hatakuwa na rasilimali fedha hatuwezi kuvuka. Tuende sasa mkurugenzi, tukasimame pamoja na timu yote ya wataalamu, tukasimamie kukusanya mapato, tukasimame kufanya kazi kwa ajili ya wananchi wetu. Dhamira yangu kubwa na dhamira tuliokuwa na madiwani wote ni kuwasimamia wananchi kuweza kuwaletea maendeleo, na naamini kwamba katika halmashauri yetu, kwa sababu ni halmashauri mpya, ndani ya miaka 5 tutapambana, tunahakikisha tunabadilisha na kuwaletea maendeleo wananchi wetu. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Baadhi ya vijana wafanyabiashara katika mji mdogo wa Kayanga wilayani Karagwe mkoani Kagera wameipongeza serikali kudumisha uhuru na amani kwa kufanya biashara zao kwa amani, huku wakiomba serikali kuendelea kudumisha amani ili waweze kufanya shughuli zao kwa amani. Wakizungumza na Channel 10, baadhi ya vijana wa mji mdogo wa Kayanga uliopo wilayani Karagwe mkoani Kagera wamesema kuwa siku ya uhuru wameendelea kufanya shughuli zao kwa amani na kusema kuwa wao kama vijana wamejipanga kulinda uhuru wa Tanzania na kuiomba serikali kudumisha amani ili waweze kufanya biashara zao kwa uhuru. Katika hii siku ya uhuru wa nchi yetu Tanzania, tunamshukuru Mungu sisi wafanyabiashara wa hapa mjini Kayanga, hasa sisi vijana, biashara zetu zimekwenda vizuri tu kama siku zingine za kawaida. Sisi vijana tunafanya kazi zetu vizuri, wakulima watalima vizuri, wafanyabiashara watafanya kazi zao vizuri. Kwa hiyo tunaomba serikali iendelee kukazia pale pale, iendelee kusimamia uhuru wetu ili nchi yetu iweze kusonga mbele. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, siku hii ya uhuru tumeendelea kufanya biashara zetu kwa amani na upendo. Pia naendelea kuiomba serikali iendelee kudumisha amani katika nchi yetu ili tuweze kufanya biashara zetu kwa amani.
Serikali ninaiomba vitu vitatu. Naomba idumishe uhuru na amani katika wilaya yetu, hususan Tanzania kwa ujumla. Lakini pia ninaomba iboreshe miundombinu, tufanye biashara yetu kwa mazingira mazuri. Baadhi ya viongozi wa serikali kupitia majukwaa mbalimbali wamekuwa mstari wa mbele kuwaomba wananchi kudumisha amani, na hapa mkuu wa wilaya Karagwe anawapongeza wananchi wa wilaya Karagwe kuendelea kudumisha amani. Kwa tunashukuru wananchi wetu kwa kutusikiliza na kukubaliana na sisi kwamba amani ya wilaya yetu ndio kila kitu. Mtu anaumwa atakwenda hospitali, kama hakuna utulivu hawezi kwenda hospitali. Mtu ana mambo yake shambani, kama hakuna utulivu hawezi kwenda shambani. Na bahati mbaya waanzilishaji huwa hawadhuriki, walio wema ndio wanapata madhara. Kwa hiyo tusikubali kama wananchi wa Karagwe kwa namna yoyote kushawishiwa na mtu yoyote kuvuruga amani ya wilaya yetu na amani ya nchi yetu. Niwaombe sana tulinde amani ya nchi yetu. Tuko hapa kwa sababu ya amani. Kama hamna amani, hata huo mtaji wako mdogo ulionao utapotea na hautaupata tena. Kwa hiyo tujitahidi kuwa walinzi namba 1 wa kulinda amani yetu. Kutoka wilayani Karagwe mkoani Kagera, Jacques Joachim, Channel 10. Vijana mbalimbali wanaohitimu elimu ya juu na waliopo katika vyuo mbalimbali wametakiwa kutumia teknolojia kwa uwajibikaji na kufanya tafiti mbalimbali zitakazowasaidia katika masomo yao na kujikwamua kiuchumi, na kuacha kutumia teknolojia hizo kwa mambo yasiyokuwa na tija kwao na kuwafanya kuwa wavivu wa fikra. Hayo yanabainishwa na naibu mkuu wa chuo taaluma, utafiti na ushauri wa kitaalamu wa chuo cha usimamizi wa fedha IFM, Profesa Henry Chalu, wakati akizungumza na wanafunzi wa chuo hicho tawi la Simiu katika hafla ya utoaji zawadi kwa wanafunzi waliofanya vema kwenye mitihani yao. Tumia hizi teknolojia kiwajibikaji na zikusaidie wewe kuweza kuwa mtu unayefahamu vitu zaidi badala ya kukufanya uwe mvivu. Nenda angalia, kwa sababu hapa jirani mna wakulima wengi, ni sawasawa na mtu ambaye alikuwa analima na jembe la mkono, baadaye akapata jembe la kutumia maksai, baadaye akaenda kwenye trekta. Hawa wakulima sio kwamba anachukua trekta ili awe mvivu. Ni nyinyi vijana ndio mnaweza kuleta mbinu mbadala, kwa sababu nyinyi mmekuwa kwenye kipindi cha teknolojia. Sisi tumekuwa katika kipindi ambacho sio cha teknolojia. Yani sisi tumekuwa kipindi ambacho ATM hazikuwepo. Wanafunzi wa chuo hicho wanazungumziaje matumizi ya teknolojia, namna yanavyoweza kuwasaidia katika masomo yao na kujikwamua kiuchumi? Tunaweza tukatumia teknolojia artificial intelligence kuweza kupata mbinu au njia ambazo tunaweza tukazitumia ili tuweze kufanya biashara zetu. Mitandao ya kijamii kwa vijana nitaitumia kwa mfano kusearch, labda kama mimi hapa napenda sana kufanya biashara. Kwa hiyo nitakuwa naitumia mitandao ya kijamii kusearch labda mambo ya biashara, kujua watu waliofika mbali. Nikiripoti kutoka hapa katika chuo cha usimamizi wa fedha tawi la Simiu Sapiwi, mimi ni Aidan Mhando wa Channel 10. Mwenyekiti wa mashindano ya Qur'an mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Haruna Mbese, amewaomba wazazi kushirikiana na walimu wa madrasa kuwapa malezi bora watoto wa kiimani na kumwogopa Mwenyezi Mungu pamoja na kuheshimu viongozi wao. Wito huo wameutoa katika sherehe za kufunga mwaka za madrasa za Ikhlas Chanika jijini Dar es Salaam, ambapo amesema maadili mazuri huanza kujengwa tangu wakiwa watoto kwa ushirikiano baina ya wazazi na walimu ili kupata viongozi bora wa baadaye. Kwa upande wake, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Nyeburu, Saadati Uretabura, amemshukuru mkuu wa madrasa hiyo kwa kuwapatia elimu ya dini watoto na kuwalea kiimani, huku akiwasisitiza juu ya kuitunza amani na kutojihusisha na vurugu zilizopangwa kufanyika Disemba 9 kwa kukaa nyumbani ikiwa hakuna sababu ya kutoka. Kituo kama hiki hakiwezi kuishi bila msikiti. Msikiti ndiyo nguzo mama katika dini yetu ya Uislamu. Na watoto wametuambia juu ya swala, wametamka hapo swala na tumeguswa. Kwa hiyo kwa mujibu wa ramani iliyopo hapa, kwenye matukio yote hayo viongozi Nyeburu haikuhusika kwenye vurugu ya aina yoyote. Na misingi ya elimu hizi ndiyo itakayotufanya vijana wetu waendelee kuwa watulivu
kwenye hali hii ya amani. Watoto wamekuja hawana kitu kabisa, wengine ni mabinti wakubwa kama mnavyowaona, lakini tumepambana kwa muda mchache kuweza kuwapa kitu alau waweze kujiongoza kupitia mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na katika michezo, mtazamaji, joto kuelekea mashindano ya kombe la mataifa Afrika 2025 limeendelea kupanda katika maeneo mbalimbali barani Afrika, huku Tanzania ikiwa miongoni mwa nchi 24 zitakazoshiriki michuano hiyo mikubwa inayotarajiwa kuanza mwezi huu nchini Morocco. Kutokana na ushiriki huo, katibu mtendaji wa Baraza la Michezo Tanzania BMT Bi Neema Msita ametoa wito kwa Watanzania kuungana kuiunga mkono timu yetu ya Taifa Stars katika mashindano hayo, ambapo amesema kuwa hii ni fursa adhimu ambayo si mataifa mengi hupata. Hata hivyo, ni muhimu Watanzania wenye nafasi ya kwenda kwenye mashindano hayo wakachote ujuzi kuelekea kwenye mashindano ya 2027 ambayo Tanzania itakuwa ni mwenyeji. Tanzania tumebahatika kuwa miongoni mwa nchi chache kati ya nchi 54 za Afrika ambazo zinakwenda kushiriki mashindano ya AFCON 2025 nchini Morocco mwezi Disemba. Na timu yetu ya Taifa Stars, maandalizi ni mazuri kwa maana ya serikali kwa BMT kwa kushirikiana na TFF tayari wako kwenye mipango. Sasa nini wito wetu kwa Watanzania? Sote tunafahamu kwamba sisi kwanza ni wenyeji wa mashindano ya AFCON 2027 na tulifanya kwa majaribio kupitia CHAN na tulifanya kwa mafanikio makubwa. Natoa wito kwa Watanzania. Kwanza twende kwa ajili ya kuishangilia timu yetu ya Tanzania. Pamoja na dua kubwa tutakayoombea Taifa Stars, lakini pia ni muda mwafaka wa sisi pia kuwaunga mkono Taifa Stars. Kwa hiyo Mtanzania yote anayetaka kwenda kupata exposure, kwenda kushangilia timu yake, aone uwezekano ni namna gani anaweza kuanza kujipanga na kujichakata ili aweze kushiriki pale Morocco kuishangilia timu yetu ya taifa inaposhiriki mashindano yake mbalimbali. Lakini wito wangu mwingine ni kwamba kwa kuzingatia fursa inayokuja kwenye na mwisho taarifa hiyo inatuhitimishia habari ya asubuhi njema. Mtazamaji, endelea kuwa nasi.